Rafiki zangu, jina la Bwana lipewe sifa. Ore rajeri leni mashanga yangi sisa. Nimshukuru tena kwa mara nyingine kwa ajili ya watu wa Simanjiro. Airo kiagade yankaya shedangara kirungana le Simanjiro. Mpo hapa kwa mpango wa Mungu. Itidi enera mbara kinotangai. Na kama mtu hatatimiza huo mpango wa Mungu, akadhani alikuja kulima huko. Enemiraba rungani mbara kinotangai ayewu aruliho. Mwingine ni mtumishi wa serikali, ukadhani uliletwa huku tu uvishie mambo ya serikali. Maisha ya irulele serikali. Ukiwa hauna faida kwa Yesu. Na nemiara ndupote Yesu. Kwa kazi yake na utume wake. Tesia yene war kibare dishwene. Atafanya namna utoke huko. Kena kanga ipipu kutene. Maana Yusufu alimwacha kule Misri kwa sababu alikuwa na agenda. Erungoye Yusufu Misri tankara kia Daniel na wenzake aliwacha kule Babeli kule vioni kwa sababu alikuwa na agenda. Ni mwa Daniel ne woji tankara kia hauwezi kubaki sehemu utimizi makusudi ya Mungu. Midi mararona de woji ne miasi na nikiawa. Haiwezekani. Midi maina. Atakutoa. Aikintauni. Hebu mwambie mwenzako. Kia libirare. Mgeukie hapo mwambie. Belega na Nairobi. Unatimiza makusudi ya Mungu huku Simanjiro. Na yewu ankaide Simanjiro. Amu nafanya mambo yako. Anayasira ngunono nage. Mwambie jipange kutimiza makusudi ya Mungu. Haleluya. Sasa na yewu ankai. Amen. Hapa leo sidai rara. Ninajifunza humu. Agira iteng'eno ne. Lakini ninamtukuza Mungu kwa kuwa hapa Simanjiro. Aishari ranga yangi sisari Simanjiro. Pastor Temba, yani inakuwa rahisi sana kile ulichokisema mtu wa Mungu. Miaka hii ni miaka ya kufundisha vitu vinavyoonekana. Yaani hata somo langu hapa nina slide kadhaa tu hapa. Chache tu nimeandaa. Sidani kigelo la rara kwa njia ya PowerPoint. Na keka janda yele no edo. Basi ni huku tu Kesmet huku ndo mnataka tuendelee kupiga design. Na kwa sababu nyinyi mko makao makuu ya wilaya. Ora mutitinda wilaya. Na madini yako humu. Nedi so irogene. Hebu msipishane basi na hizo teknolojia. Bwana asifiwe. Ninawaombea. Au mono kironda. Inapendeza sana. Ai sidai yole. Somo letu la leo linasema hiari yashinda utumwa. Esiparo ro na esul na yangisulava alkipare lishu. Tuombe kidogo. Maro monzana. Bwana Mungu, tusaidie mchana huu wa leo. Omevalia nyankai tale rokiyo na dama. Maana nakwenda kuzungumza somo ambalo kipo iradi murigero lake lilimshinda ibilisi huko mbinguni. Isulia la iliruaji dialekebe. Ubinafsi na tamaa. Ole nkewan orungwara. Ndio vilivyomtoa. Ntena itauto. Na hata leo hiyo dini yake ameipandikiza sana kwa waumini wengi. Na ole rara neti tukatungana. Wenda kwangu mimi. Ole ena nano. Au kwa mchungaji mwenzangu tena. Ahura laitira nitemba. Na kwa waumini waliokuja hapa. Ahulo etengeni. Wenda tumenaswa na huo mtego. Baki nibonga yoki. Baba. Kake. Hakuna atakayepona. Meara yolo ishu. Na anayekaribishwa kwako mwenye tabia ya ubinafsi. Na kazi yako inaendelea kuumia. Na wakati wewe umewekeza vitu kwetu. Tusaidie mchana huu wa leo. Dakika hizi za thamani. Tujitoe kwako. Katika jina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Katika Mambo ya Nyakati wa kwanza. Ukipata nafasi usome kwa umakini. Nimefurahi sana. Na mwinjilisti hapa yuko sawa. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29. Wewe utapata nafasi kusoma. Lakini mimi uisome yote. Lakini mimi ni mambo machache ninayotamani ni ya kazi siku hii leo. Ambayo ni mafundisho nimeyapata hapa mahali. Nasema, kisha Mfalme Daudi akawaambia kusanyiko lote. Sulemani mwanangu, ambaye Mungu amemchagua peke yake, akali ni mchanga bado. Na mororo. Nayo kazi hii ni kubwa. Kwani nyumba hii ni nyumba ya enzi. Si nyumba kwa ajili ya mwanadamu. Ila ni kwa ajili ya Mungu. Naomba ushike hivi. Yani kutoa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Sio jambo lililobuniwa. Ni jambo la kibiblia. Na vielelezo vyake tangu Agano la Kale.
vilikuwepo tangu Agano la Kale. Taifa la wana wa Israeli walitoa zaka na sadaka, tena sio kwa 10% au 20 tunazotoa leo. Wao walitoa zaka 10% na masadaka mengi yaliyofika mpaka 35%. Muulize mwenzako, hivi hata 10% unatoa wewe? 20% unatoa tunaposema zaka na sadaka? Maana kuna watu Pastor Temba, Pastor mwenzangu, mnatuletea ujenzi. Mimi si nikitoa zaka na sadaka inatosha. Kuna zaka na sadaka, lakini kuna pesa kwa ajili ya ujenzi. Tena michango, sadaka maalum ya ujenzi. Hiyo ujenzi kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Hatujawaita hapa kwamba mtoe sadaka kwa ajili ya nyumba binafsi ya Pastor Temba wala ya Pastor Wambati. Hiyo ni kwa ajili ya nyumba itakayoitwa kwa jina la Mungu. Si kwa ajili ya mwanadamu bali kwa ajili ya Mungu. Sasa kama wenzetu tuone waliitikiaje? Sasa aya ya pili inasema, basi kwa uwezo wangu wote nimeweka akiba, nimemwekea Bwana akiba ya nyumba ya Mungu, dhahabu kwa vitu vya dhahabu, na fedha kwa vitu vya fedha, na shaba kwa vitu vya shaba, na chuma kwa vitu vya chuma, na miti kwa vitu vya miti, na shoramu kwa vitu vya shoramu, na rangi mbalimbali, na mawe ya thamani, na kila namna ya malimali tele. Ndio tumekuja na mpango wa kwamba conference hii ndio conference kongwe kuliko, yani ndio mahali ambapo kitovu cha Injili tangu mwaka wa 1903 Injili ilifika katika milima ya Upare. Ilianza kiwewe kiulio pale Mission, na baadaye wakakita pale Giti. Hapo conference hii ndiye mama wa Injili kwa Afrika Mashariki na Kati. Kulikuwa na roho ya Wapare waliompokea Injili. Na katika hili Wapare wale na wapongeza walioacha mioyo ya ubahili, wakaacha shughuli zao, wakatoa mali zao, wakatoa maisha yao, wakapeleka Injili mahali mahali. Wengine alienda kuanzisha Injili kule Uganda. Uganda unayoiona leo ni product ya Mpare. Wengine alienda South Sudan, wengine kila kwao walienda Kenya, wengine walienda Kongo. Wapare wale Bwana awakumbuke. Walikuwa ni Wapare original, wakipokea neno la Mungu wanajitoa wao pamoja na vitu vyao. Miaka ya leo ilipoendelea, kimeibuka kizazi cha kilichoacha mapito ya zamani, kinakuja na desturi mbaya, na nina mashaka hata huku simanjiro haya tunayoyapitia wenda ni kwa sababu ya tabia mbaya iliyotoka na hapa. Na mimi kazi yangu leo ni kuwakumbusha turudi mapito ya zamani. Huwa tunaiga tabia njema, lakini hatuigi tabia mbaya. Na kwa sababu Wapare ni shemeji zangu, wengine akina Mbiele wangu, wala siwaombi samahani. Kuna mambo mazuri mlioyafanya na wapongezi, lakini haya mengine mnayoyafanya, hii dini ya kutuletea kwamba unakuwa na nyumba 3, una mifugo, una mashamba, una maduka, lakini unatoa 5,000 kwa Bwana. Hiyo dini haijatoka kwa Mungu.
hiyo tabia sio ya Mungu. Lazima ikomeshe. Na mimi kazi yangu leo ni kumuomba Mungu atusaidie tuwe watu wa kutoa kwa hiyo. Mungu, hebu fikiria tangu mwaka 1903 Pastor Temba, conference haina ofisi. Ofisi kwa mwenyekiti yuko kwenye chumba, yani maana ile ni nyumba ya mtu. Yuko kwenye chumba labda sijui master bedroom. Katibu naye yuko kwenye chumba. Mwasini naye yuko huku sijui kama kuliko kwa store ya nini. Haiwezekani. Mbingu zinalia kwa sababu jina lake linaibishwa. Maana tukaja na wazo kwamba tunaposema kubadilisha mtazamo, change, kubadilisha taswira, lazima pia makao makuu tuonyeshe mfano. Kama ambavyo ninawaona hapa Simanjiro, hapa Ekesmet, mna mpango wa kufanya kitu kitakachomtukuza Mungu kwa imani. Haiwezekani Mungu wetu akakaa kwenye vitu vya ajabu ajabu. Kuna mawazo kadhaa Pastor Temba walileta dini hii wakasoma Biblia vibaya. Walichanganya wakasema heri maskini wa roho. Wakadhani imesemwa heri maskini wa roho. Yani umaskini ukahusishwa na ukiroho. Ngoja nikwambie, Mungu hajawahi kuwa maskini, wala hana mpango wa kuwa maskini. Na kama mbinguni kungelikuwa maskini, mimi nisingelikuwa na mpango wa kwenda. Ninaamua kwenda mbinguni kwa sababu kuna kila kitu. Kwa sababu nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Huyo ndiye Mungu ninayemwabudu. Na mimi ninatamani upende na uamue kumwabudu Mungu wa namna hiyo. Roho ya umaskini haijatokana na Mungu. Ni chanzo chake inatoka kwa moyo wa Ibilisi na Shetani. Sasa akaja akabadilisha wazo. Badala ya kusema heri maskini wa roho ikimaanisha unyenyekevu, ikaja mtu akafikiri heri maskini wa vitu. Pastor Temba, si ajabu kitembea ilikuwa hivi. Walikuwa na wachungaji ambao kwanza anatembea kwa mguu wilaya yote mfano wa Simanjiro. Yani kuwa na ile pikipiki leo ungeonekana ni mchungaji unayependa anasa. Wakati chombo cha usafiri leo sio anasa, ila ni nyenzo ya kazi. Kwa hiyo walikuwa na wachungaji wanaojua wana makoti mawili. Yani wanajua kabisa mchungaji akitutembelea tena kama hatavaa koti la rangi nyeusi atakuwa amevaa kijivu. Tena ukiliweka pale linasimama. Halafu nani huku nyuma inaulizana wewe umekuja saa ngapi na wewe umekuja mwezi upi? Halafu ana baskeli iliyoandikwa baskeli ya mchungaji wa mtaa wa kanisa la Wasabato. Halafu anaendesha Bwana anaendesha kwa taarifa yako kasome vizuri. Baskeli hakijawahi kuwa chombo cha usafiri, ila ni zana ya mazoezi. Maana uliwahi kupeleka lini sheri baskeli? Ili kiwe chombo cha usafiri lazima petroli ama diesel ama pawa nyingine ijiendeshe. Kwa hiyo wakawa na wachungaji wa design ile. Akitokea pale wasema anamuhurumia. Kapigwa jasho la kutosha pale. Na makoti mawili. Na suruali ya design ile. Wanasema mchungaji wetu ni mchungaji wa kiroho sana. Wakasema wachungaji wa kiroho lazima wawe maskini. Na kwa mtindo huo kanisa hili la Waadventista hasa Afrika tumesota na huo mtazamo mwovu kwa muda mrefu. Tukawa watu wa
kutegemea misaada, tukawa tunapishana na neno la Mungu. Neno la Mungu katika kitabu cha Matendo 20:35 inasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Kanisa la Afrika kwenye makabila yote linategemea sana kupokea badala ya kutoa. Na hicho kitendo kimetufanya tuwe mategemezi kwa miaka mingi. Akili yetu ilidumaa kwa sababu ya kupenda utegemezi. Na kwa taarifa yako nikupe utafiti, wale tuliowategemea wanaoitwa wazungu leo wamechoka, hawana mpango wa kutoa msaada tena. Kazi hii inabidi tupambane kwa hali yetu. Kazi ya injili inawekwa mabegani kwetu, lazima tuitegemeze wenyewe, wala hakuna namna nyingine ya kufanya. Kama ulidhani kwamba unategemea msaada leo, msaada umekwenda washapotea. Ikisema heri kutoa kuliko kupokea, mchungaji mwenzangu Temba nafahamu neno heri ni neno kwa lugha ya asili, maana yake tunasema amebarikiwa au ni baraka kutoa kuliko kupokea. Sasa akili yako mara ngapi inapenda kupokea? Si ajabu Afrika tunaweza kumkuta mtu ana ng'ombe 5, lakini anataka kimuona mzungu aje amletee msaada wa soda ya shilingi 1000. Halafu ule mzungu akija akimletea soda ya shilingi 1000 anamuona ni wa maana, sipata kuona. Swali, ng'ombe 3 hivi thamani yake ni sawa na soda? Afrika tatizo letu sio kwamba hatuna vitu. Tunavyo vitu vya kutosha, ila tuna umaskini mkubwa wa roho ya kutoa. Wenzetu wa Tesalonike wa zamani walikuwa ni maskini wa vitu, lakini walikuwa ni matajiri wa kutoa. Wakaisaidia kazi ya Mungu hata kule Yerusalemu. Kazi ya Mungu itafanywa na watu wanaoamua kutoa kwa hiari. Na mchana wa leo, kwa sababu ile dini ya kutulevya ilitokea, kuna mtu anasema kwa nini ile ofisi msiombe msaada? Haiombwe msaada. Wanaojenga mimi na wewe. Na pale Simanjiro, temu hii tumewapangia chumba mnachotakiwa kukikamilisha. Sasa hapa tumesoma, nasema wenzetu walileta malmal, walileta vitu vya thamani, walileta, na sisi tumewapangia hicho chumba. Kitataka kama ni symbol, kitataka kama ni vioo, kitataka kama ni nini, lazima mkikamilishe. Ile ofisi ile ifunguliwe iwe ya kweli, na nyinyi Simanjiro mwe ni sehemu yake. Lazima muhusike kutoa. Hakuna namna nyingine. Hebu mwambie mwenzako kidogo, inatupasa tupambane kwa hali yetu. Mwambie mwenzako nimekuruhusu, pambana na hali yako. Msaada hauna, unajua mtegemea cha nduguye kufa maskini. Sasa hebu fikiria, wale wazungu waendelee kutoa misaada tangu mwaka 1903. Ungelikuwa na mtoto tangu 1903 mpaka leo, ana miaka mingapi? Huyo mtoto ambaye hakui huwa anaitwaje? Imepaswa sasa tusimame wenyewe kwa uwezo wetu ili tujenge heshima kwa Mungu wetu. Maana Mungu ametuumba kwa mfano na sura yake. Na niko hapa kuwakumbusha, Biblia inasema toa kwa uaminifu
Wenzetu wakatoa kwa uaminifu. Wakatoa vitu gani? Wakatoa katika vitu walivyokuwa navyo. Sasa hapa tukisema tunatoa katika vitu tulivyokuwa navyo, baada ya kutoa katika vitu walivyo navyo, asema kukatokea wakafurahi kwa furaha kuu. Kwa hiyo kanisa langu ninakukumbusha leo, yeyote mwenye tabia ya Mungu, tabia ya kupenda kutoa, huwa anakuwa na furaha na dini yake inakuwa na furaha moyoni mwake. Yeyote ambaye ana tabia ya ubinafsi, maana kutoa ni kinyume cha ubinafsi, maisha na dini yake siku zote amejaa malalamiko, amejaa manunguniko. Waweza ukamwona na miaka 30 lakini akitembea ni kama na miaka 60. Ni kwa sababu ubinafsi na uchoyo, matokeo yake sio athari kwa kanisa peke yake, inakula afya yako, maana ni kinyume cha Mungu. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya kutoa, tunataka furaha katika kanisa la Mungu. Hebu mtizame mwenzio, kafurahi, mtizame sasa. Mtizameni na kuwa unaiona furaha kwenye uso wake. Hebu tizama. Unajua ukiambiwa na mchungaji mtizame, unanitizama. Hebu unamtizama. Hebu tizama mtu, sura yake imekaaje? Ni kama tafadhali nipigie. Maana hiyo ni sura za watu wa tafadhali nipigie. Ni wale ambao hawapendi kutoa, na mioyo yao imefanya namna gani? Imekunjamana kama kuti. Kuanzia leo, ukitaka dini ya kufurahi, kama Yesu anaposema furahini siku zote, Bwana anasema furahini. Mito inapotokea ya kutoa, usisubiri wengine watoe, wewe unasubiri kupokea. Maana kutoa ni kubarikiwa, kupokea ni kinyume chake. Kwa hiyo tunaposema ni heri kutoa kuliko kupokea, ina maana ni baraka kutoa. Sasa swali, unatoa nini? Unatoa, wenzetu walileta kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Hivyo hivyo na wewe umeshajua Mungu. Kimombo na umejua Kimasai. Sawa. Walitoa vitu vinavyoshikika. Vitu vinavyo yani kwenye kutoa. Ng'ombe inahitaji. Na mimi nitakuuliza una ng'ombe wangapi? Kondoo, mbuzi, kuku, una mahindi, una maharage, una chochote kile kinachoweza kubadilishwa kuwa fedha, ili kusapoti kazi ya Mungu. Una madini, fedha imebadilishwa ni kwa sababu ya yale madini. Wenzetu walitoa mpaka madini ya dhahabu. Mkini huko hapa na wewe bado unafanya biashara ya dhahabu katika wilaya hii ya dhahabu. Waweza ukatoa hiyo dhahabu. Pastor Temba ni mtoto wa mjini, atajua na kukuelekeza mahali inapouzwa, ikaje ikageuzwa kwa thamani kwa ajili ya kusapoti kazi ya Mungu, kuliko kuacha kazi ya Mungu na umia, na wakati tunatakiwa kuitegemea. Na mimi ninakutia moyo mchana wa leo, asiwepo mtu ambaye hatahusika katika swala la kutoa. Kila tunatoa hivi, mwenye vingi atatakwa vingi, mwenye vichache atatakwa vichache. Na lile goli kwa hekima lililotolewa 15,500 ni kuhakikishie yale ni mawazo. Uongozi wa kanisa ulihangaika ufanyeje, lakini goli la kweli unalo wewe. Wewe unayepokea mshahara kuanzia milioni na biashara zako zinakusapoti na mahera hayo, ukitoa 15,500 hata moyo wako utakushtaki kwamba sio ulichotakiwa kutoa. Kwa hiyo ni kutoa yako 15,500 at least ni pa kuanzia, lakini wapaswa utoe kuanzia hapo na kuzidi kwa ajili ya Mungu wetu ni mwema sana. Nilitembelea mahali kunaitwa Shime kwa Malindi ni pastor.
Kule ndani nilipozungumza na watu wa Mungu juu ya kutoa kwa ajili ya sadaka ya ofisi, mtu mmoja akasema kumbe tunaweza kutoa na vitu. Akaniambia mchungaji, na mimi ninatoa. Unatoa nini? Akasema ninatoa miti. Unajua kuna miti ambao. Akasema ni ngapi? Akasema ninatoa miti na pasta. Kabla hujaondoka hapa, wende msituni ukahesabu ile miti na kuiwekea alama ili hiyo miti iuzwe, ipasuliwe bao iuzwe. Hiyo pesa ikajenge nyumba ya ofisi ya Mungu. Hiyo roho ya namna hiyo inahitajika hapa Smash. Hapa ilikuwa inahitajika hiyo. Nimeona watu waliobarikiwa na Mungu ni shahidi. Na yeyote aliyechukua mazoezi ya kutoa hajawahi kupata hasara. Sasa nisikilize vizuri. Katika kitabu kinachoitwa Error Writing, hivyo hivyo. Haya, ujumbe wa awali. Haleluya mwinjilisti. Amen. Ukurasa wa 303. Hadi wa 306. Amaraba kineoji. Ukurasa wa 303. Hadi ukurasa wa 306. Pana sura inayosema ubinafsi ama uchoyo. Ajabu kwenye ile sura kulikuwa na kikao. Yani hebu chukua sura ya kikao. Mwenyekiti wa lile baraza anaitwa Shetani. Agenda ilikuwa nendeni mkauweke ulimwengu mbele yao, kwamba wapende sana fedha, wapende mashamba yao na viwanja na mali, maana wanapotoa fedha zao ama mali zao kwa ajili ya kusapoti kazi ya Injili, wanaubomoa ufalme. Ibilisi akaitika kusema na ninaelewa. Agenda ikafungwa. Ujue wa kutokutoa ni pendekezo la Ibilisi linalokupa wewe ili usitoe, ili kazi ya Mungu ijenge. Wa kutokutoa kwako, na hata ukitoa kwa kunung'unika, unaujenga ufalme wa Ibilisi. Na mimi ninayo habari njema. Hakuna aliyeko hapa kuja kujenga ufalme wa Ibilisi. Leo tunamwambia Ibilisi wewe hapa, Ibilisi ukome ukomeko. Hatutaweza kuendelea kukuentertain wewe hapa. Tunajua hila yako. Tutatoa ili kusapoti ufalme wa Mungu. Hebu muulize wenzako, uko tayari kutoa? Sasa nisikilize vizuri. Shetani alisema, wekeni mtego huu, nendeni mkawafanye wamiliki ardhi na pesa, walemewe kwa masumbufu ya dunia hii. Kama mtaweza kuwafanya waweke mapenzi yao juu ya vitu hivyo, yani ardhi, pesa na mali, bado tutakuwa nao. Agenda inaendelea tena. Dhibitini mambo ya usuyo pesa. Ikiwa mtaweza kuwaweka wachungaji wao katika hali ngumu na uhaba na dhiki, hii itapunguza hali yao. Unaona hii agenda ya washiriki tunaokaa nao, Ibilisi kawauzia eti kwamba wasitoe pesa wala wasitoe mali zao. Moja tu, Ibilisi akidhibiti, wakifanya hivi wasipotoa, watapunguza hali ya mimi na wewe tufanye kazi. Sisi wachungaji, mimi na Temba tumeshakubaliana, hakuna hali inayopunguzwa mpaka Ibilisi aliye. Tutakutembelea mchana, usiku, ofisini, kwenye mazizi humo, kwenye maboma, tulale wote, lakini tuelezane juu ya tabia mbaya ya wizi na kutokusapoti kazi ya Mungu. Yani
Yaani mtu anapohubiri juu ya kutoa na uaminifu, yeye anakutakia mema. Neno la Mungu linasema, wangapi wanatamani kwenda mbinguni? Bwana asifiwe. Nyosheni mikono niwaone marafiki zangu. Wanaotamani kwenda mbinguni. Wanaoenda mbinguni hawana tabia ya wizi wala ya uchoyo. Na Yesu anasema, hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwa. Kuna wengi wanajifanya wanampenda Yesu, wanataka waje kanisani wahubiriwe. Tena mahubiri ya kusema barikieni, barikiwe katika lipi. Na nikutangazie mapema, mtumishi au mchungaji yeyote ama mzee wa kanisa ama yeyote asiyeweza kuhubiri juu ya uaminifu kwa watu wake, huyo anakula roho za watu. Maana hataki uende mbinguni. Yesu alisema mali zako, yani kama ni ng'ombe, kama ni mashamba, kama ni maduka, kama ni kazi, yani Yesu ana urafiki na ATM. Yani moyo wako vinakwenda kwa pamoja. Hakuna atakayekwenda mbinguni kwenye barabara za dhahabu, yakuti, zamarajadi, samawi, manjano, almasi, dhahabu, lakini alikuwa na roho ya kutokutoa. Labda utaenda mbingu ya maboksi. Mbingu ni ile mfahamu mimi. Haendi jambazi asena desturi ya kutoa. Na hapa ninazungumza kutoa katika nyanja zote. Swala la zaka na sadaka, katika vitu vya mashamba, katika mambo ya Walawi 27:30 anasema kama ni vitu vya mashamba, mazao yote ya ardhi, zaka yote ya nchi, na ya ng'ombe na ya mifugo ni vya Bwana. Sasa tena ninakutia moyo, fanya kama ulivyofanya maeneo mengine. Bwana anahitaji zaka na sadaka ya vitu. Kuwa na ng'ombe hapa, siku moja sadaka itakuja hapa pana leo. Bwana anapenda kusikia watu wake wanaoabudu wanakuja na vitu vyake. Tumekaa hali ya kumwibia Mungu, na Mungu anasikitika kwa sababu ya hali hii mbaya. Jambo ambalo Mungu hakubaliani nalo, na kuto kusupport kazi yake. Usikubali kunaswa kwenye mtego ambao Ibilisi aliusema. Hebu niseme tena. Hebu angalia. Sasa nasema pigana Ibilisi huyo. Pigana vita katika kila kipande cha ardhi. Na pale wanapojaribu kutoa, weka ndani yao tabia ya kutoa kwa shingo ngumu. Shingo upande, kwa shingo ngumu. Hebu nirudie. Na pale wanapojaribu kutoa, weka ndani yao tabia ya kutoa kwa shingo ya upande, ili kwamba watoe kwa uchache. Na mimi nakuuliza, umenaswa na huu mtego? Zaka na sadaka, shahidi wa kwanza wa vile unavyolileta ni Mungu. Kama ni kwa ajili ya kazi ya Mungu, ni Mungu. Je, unaweza ukamficha Mungu huo mshahara unaotoa? Na mshahara wako ukiutizama na yale marupurupu, hiyo ndio zaka na sadaka unayoileta hapa kanisani. Wewe kabisa ni shahidi. Wewe shahidi wa kwanza ni Mungu. Shahidi wa pili ni wewe. Kazi ya Mungu haingeumia kwa sababu ya desturi ya kutoa. Na mimi niko hapa mchungaji kuwakumbusha tena, turudi upande wa Mungu. Maana anasema kama mtaweza wafanyeni watoe, lakini kwa uchache, tena kwa moyo, kwa shingo ngumu, alafu kwa uchache. Unapoulizwa swala la kutoa, wewe unajisikia? Unasikia ni kama mtu ameomba damu? Maana wengine Mungu hajaomba utoe uhai, ameomba utoe pesa, ameomba utoe mali. Sasa inakuwaje? Na yeye Mungu ndiye wa kwanza wa kutoa uhai kwa ajili yangu mimi na wewe. Sasa nataka kwenda mbinguni bila kuwa na desturi ya kutoa. Haiwezekani. Wavulana, kumbukeni neno Mungu
Wasichana kumbukeni neno. Anda damu olole yangai anda damu olole yeji ndau. Haiwezekani. Ni demai. Mungu anasema shetani na malaika zake. Katika kitabu kile tiatu anadua kitabu yake. Maandiko ya awali. Au ujumbe wa awali. Sura ya 303 hadi 306. Sasa mimi ninasoma kwa Kiswahili, nimeweka kwa Kiswahili. Inasema shetani na malaika zake wanazingatia sana matendo yote ya ubaili na tamaa ya watu na kuiwasilisha mbele ya Yesu, wakisema kwa maana mbele ya Yesu na malaika zake watakatifu, wakisema kwa shutuma, wakisema hawa ndio wanaomfuata mwana kondoo popote aendapo. Yaani matendo yangu ya mimi na wewe kutokutoa tena kwa hiari, yaani inamfanya Yesu wangu kumrudisha msalabani. Shetani na malaika zake kwa kejeli ni kama unamtonesha Yesu mara ya pili. Wanapenda kwa kejeli, wanasema huyu ni shemasi, huyu ndiye anayekufuata popote aendako. Kumbe ni mwizi wa zaka na sadaka. Huyu ni mzee wa kanisa, kumbe ni mwizi wa zaka na sadaka. Duka lako mzee wa kanisa na biashara zako na mashamba yako yanalinganisha na kile Pastor Temba tembeza kila mtu. Maana imeandikwa hakuna mtu kufanya kazi kwa mkono mlegevu. Kila mwezi Temba ukiweza, kila mtu apate matoleo aliyoyafanya. Ni mpango ya wewe unabii ulioongozwa na Mungu. Wewe utatembea Temba na kujua Pastor Temba wewe kwenye mashamba, wala wewe ujui, wewe wao wanajua. Wewe uliza kwamba hii uliotoa ndio yote kwenye maboma, hii uliotoa ndio yote. Kati yetu sisi wachungaji anasimama Roho Mtakatifu kama alivyokuwa kwa kina Anania na Safira zamani. Aliuliza tu, hivi ndio thamani yote? Anayejua kuthibitisha ni Mungu. Nataka kukutie moyo mchana wa leo, wakati tunataka kumalizia, na ile bahasha yako unaishika, bahasha utagawiwa huko. Nataka kukutia moyo, dini ya kutoa ni ya Mungu. Habili na Kaini wote walitoa. Pastor, nimeona kidogo nimesahau kuanza, lakini ninukuu kitabu chako unachokipenda. Habili na Kaini wote walitoa, ila mmoja alibarikiwa, mmoja hakubarikiwa. Changamoto ni hii, unaweza ukatoa mwingine ukabarikiwa, mwingine hatobarikiwa. Hatutoi kama unavyotaka wewe. Kaini alitoa kwa mpango wake kinyume na maelekezo ya Mungu. Alipishana na gari la baraka za Mungu. Na ndipo wengi kanisa langu wanapishana nao, kwa sababu wanatoa lakini si kwa sawasawa na maelekezo ya Mungu. Ameelekeza namna ya kutoa na kazi yake ya kutoa. Na wewe jioni unatoa kama Kaini ama unatoa kama Habili? Na mimi nakutia moyo, anza kutoa kama Habili. Habili alitoa lakini kwa moyo, yani alitoa vitu pamoja na moyo wake. Kama ukurasa tuliosoma leo wa 65 wa kitabu cha Tumia Vizazi Vyote, yani unatoa kwa moyo sawa sawa na maelekezo ya Mungu, na ndipo utabarikiwa. Dini hiyo inaendelea mpaka leo. Wako wanaotoa bila kubarikiwa, mfano wa Kaini, kwa sababu wanatoa kwa maelekezo yao kinyume na maelekezo ya Mungu. Lakini wanaotoa sawa sawa na maelekezo ya Mungu wataendelea kudumu kama Kaini, na wanakaribishwa katika makao ya amani. Na nyinyi nyote mlioko hapa, imani yangu mimi mchungaji na mchungaji mwenzangu Temba, tunawaombea kwa Mungu. Tutoe sawa sawa na mapenzi ya Mungu, asikosekana hata mmoja katika makao ya amani. Kuanzia leo tutoe sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Usitoe ili mradi kutoa. Unatakiwa utoe sawa sawa na maelekezo ya Mungu. Na mchana wa leo, sababu shetani hana adabu, ametukumbusha kwamba anasema hili jambo, kwamba shetani anasema wanazingatia sana matendo yote ya ubaili.
Si mnajua matendo ya ubaili. Yelolo ndio inajini. Moja ya mambo ninayopenda kwa wapare. Wale na duko ya nana. Ila hivi. Kage wale ama. Matendo ya ubaili. Mungu hayapendi. Nana hangai. Maana hapa anasema shetani na malaika zake wanazingatia sana matendo yote ya ubaili. Unaweza kusema matendo yote ya upare. Unaweza kusema matendo yote ya umasai. Sema tena, tuendelee mbona utafsiri kwanza. Matendo yote ya Uchaga. Yani makabila, yani badilika kabila lako. Uwe kabila la Yesu. Kabila la Kikristo la Yesu anayependa kutoa. Ambaye hawezi kuachilia kingine chochote. Unaweza ukaona mpale ana nyumba 5 na ninafahamu. Nimewachunga kule mjini. Biashara zao zinastawi. Lakini Pastor Temba hajawahi kutoa zaka na sadaka za 50,000. Aliweka yani alisema eti amebarikiwa kupata milioni 2 faida 50,000. Akipata milioni 10 50,000. Akipata huo ni kutoa sawasawa na Kaini. Mpango wa Mungu, toa kwa sawasawa kama unavyobarikiwa. 10% ya mapato yako na 10% nyingine ya sadaka inakuwa 20%. Na sadaka na michango kama hii. Na leo habari njema mchana wa leo. Tunataka tukomeshe matendo yote ya ubaili. Wangapi wanampenda shetani? Mikono juu. Wangapi hawampendi shetani? Unaweza ukasimama nikakuona ili malaika washangilie. Maana anasema matendo yote ya ubaili na tamaa yanatoka kwa nani? Sasa kama milioni 2 ni kitu gani kwa ajili ya ujenzi wa huyo ametoa miti yake. Huyo ametoa hivi na watu wa Mungu wanakwenda. Na kuna mmoja pastor ilishangaza kidogo. Aliona kazi ya Mungu inakaa, alikuwa ni kiongozi wa majengo. Anasema watu watoe, hamna. Kanisa la Mungu limekaa haliezeki. Mvua zikija ibada hakuna. Nyumba yake alikuwa ameezeka mabati. Yule kiongozi wa majengo, siku moja nilisikia rafiki yangu Izungu, yeye akapatana na Mungu, akapanda juu saa 12 kwenye nyumba yake na nyumba yake, akang'oa misumari mabati yote ya nyumba yake, halafu akaja akaezeka nyumba ya Mungu. Watu waliomuona walimuona ni kama kichari. Mungu ajuaye alipomuuliza yule bwana akasema inakuwaje hata familia yake, akasema imetosha mimi kuendelea kulala mahali ambapo si ni salama, lakini ibada inashindwa kufanyika kanisani na mimi ni mkuu wa majengo kwa sababu tu alhamdulillah. Mwenyezi Mungu si watumani kama watu wanavyosema. Mungu akasikia ombi la yule. Waliokuja kusali mle wakashangaa wakasema kuna watu wengine dini imewalevya. Hata yuko hapa yumkini kuna mtu mwingine anapojitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu yuko kwenye mawazo haya yanayoongozwa na ibilisi. Yakufikiri anayejitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu anajipendekeza. Ninayo habari njema. Ni bora ujipendekeze kwa kazi ya Mungu kuliko kujipendekeza kwa wanadamu. Haina maana yoyote. Katika swala la kutoa ni uzima ama mauti. Na mimi niko hapa kukutia moyo mchana wa leo. Na baadaye Mungu alijibu maombi. Habari hiyo ikasikika mpaka mjini Pastor Temba. Maana ilikuwa ni kijijini. Sasa yule bwana akawa anakuja kuleta tu biashara twake twa kuku. Sasa kuja kuleta tu biashara twake twa kuku mjini. Sasa kuna mhindi mmoja alikuwa na duka kubwa kabisa la vifaa vya ujenzi na mabati ya kisasa. Alafu yule bwana yule alikuwa ni Muislamu. Alafu baada hapo wakaanza kusema yule kichaa ni yule pale aliyebomoa nyumba yake eti anaezeka. Hatujawahi kuona dini ya namna hii. Yule muhindi akasikiliza Muislamu yule, akasema amefanyaje? Akasema amejenga ameezekea nyumba bwana. Akasema yuko wapi? Akamuita
akampatia maji ya kunywa hapo, akanunua zile kuku zote, akamuuliza maswali hapo. Kumbe ametuma mafundi haraka na gari yake kule kwenye nyumba ya yule bwana, wakafanya vipimo vyote na material yote inayotakiwa. Na baadaye yule bwana anaposema, anasema umefanya jambo, yule muhindi akamwambia huyu amefanya kwa ajili ya nyumba ya Mwenyezi Mungu, wewe mnamuita kichaa. Hili fundisho ni la ajabu. Mbona hata mimi nina mali hizi sijawahi kufanya kitu. Akaamua na mafundi wakamletea zile kuku alinunua, kama skeri kake wakapakia, wakampakia na vitu na mabati na vitu vyote na mafundi. Muhindi akawalipa hela wale mafundi, akasema msirudi hapa mpaka mmemaliza kuwezeka. Alafu huyu bwana aliyefanya kwa ajili ya nyumba abaki kuwa salama. Hakuna walioelewa. Badala ya zile bati zake za zamani za ajabu, akaezekwa bati za kisasa. Aliyefanya ni Mungu. Kuna mtu hapa alielewa juu ya kutoa. Na mimi ninakuuliza wale marafiki zangu ni Asha wako. Simama kidogo. Mbona sisi hapa na mwinjilisti tumesimama sana? Tumekaa sana. Mwisho wewe sio bosi, simame na wewe kidogo. Kugawie bahasha. Zile bahasha ziko wapi? Ziko wapi zile bahasha? Halafu zoezi lenyewe la kugawa mashemasi, kama mkiwaga na mimi mnagawa dakika chache. Mashemasi wote wa makanisa mawili njoni. Haraka kwa saa moja. Wale washikaji wale ningewaita faster tu. Na mkiringa kwa mashemasi tunawachagua hao wanafunzi washikaji hao. Walikuwa mashemasi wanaipiga kazi ya Bwana. Unajua unaleta mchezo kwa Yesu na watu wengi. Ndio. Sasa habari yenu. Sasa wengine ndio wanajivuta wanakuja hivi. Hivi kuna wapale wengi Maana pale ukimuita popote pale mjini ukimwona. Hata kama ana hela huwa anaweka mkono mfukoni hapa anaanza kutembea. Hajuagi kuna saa ya haraka. Kila kitu anasema tena mburi. Acha mambo yako tu. Wakati zama hizi ni za ujinga. Kwa hiyo kitu anakuja fast fast.